Wow, karibu tena Kikoti Motivation to change the life of the youth. Hakuna furaha duniani inayozidi furaha ya kuona mabadiliko. Yaani kila binadamu unayemjua anatamani sana mabadiliko. Yaani pale ambapo unaona kabisa maisha yako yanabadilika pamoja kwenda hatua nyingine, inakuwa ni furaha kubwa sana. Ndio maana familia zinafanya sherehe kubwa sana pale ambapo watoto wanahitimu, wanatoka level moja kwenda level nyingine. Sherehe zinakuwa ni kubwa sana. Mabadiliko ni kitu cha furaha sana, ni kitu kizuri sana. Sasa wapo watu wengi sana duniani ambao wanatamani sana kubadilika. Yaani yawezekana na wewe ni miongoni mwa wale watu ambao wanatamani sana kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine, pengine kifedha, pengine katika masuala ya mahusiano, pengine katika masuala ya uongozi, masuala ya kazi, masuala ya kiuchumi, ya kifedha. Unatamani kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, pengine ni masuala ya tabia, unatamani kuondokana na tabia fulani ili uende kwenye tabia nyingine. Lakini changamoto kubwa ambayo inawakumba watu hawa, changamoto kubwa ambayo inawakumba watu wengi ni kwamba wanatamani mabadiliko lakini hawajui waanzie wapi. Yaani hawajui funguo ya kuanzia ili kufungua mlango wa mabadiliko. Leo nitazungumza, leo nitashare na wewe kitu kimoja kuhusiana na namna gani, kuhusiana na funguo au kitu muhimu sana ambacho ukibadilika kwenye hicho kitu, yani starting point ya kuanza nayo, yani ili uweze kuleta mabadiliko kwenye maisha yako, ili utoke sehemu moja kwenda sehemu nyingine, kuna funguo unatakiwa kuwa nayo. Yani kuna kitu ambacho unatakiwa kuanza nacho. Ukishaanza nacho hicho, basi kitakurahisishia safari yako ya kuweza kubadilika. Karibu sana, endelea kufuatilia mpaka mwisho. Subscribe, like, comment, share ili na mwingine aweze kupata ujumbe huu na ili uendelee kupata video mbalimbali ambazo zinakuwa uploaded kwenye channel hii Kikoti Motivation. Twende moja kwa moja. Yaani funguo muhimu katika kukutoa ulipo ili uweze kufanikisha mabadiliko yako kwenda sehemu nyingine ni kubadilisha unavyojiona. Yaani wewe unajionaje? Upo katika hali hiyo, wewe unajionaje? Je, wewe ni mtu ambaye unavyojiona unaendana na unayetaka kuwa? Unajiona ni mtu wa kubadilika? Je, unajiona wa jana au unajiona wa kesho? Sasa kama hauwezi kubadilisha unavyojiona, hakuna kitu chochote kinaweza kubadilika kwenye maisha yako. Yaani ili uweze kuleta mabadiliko kwenye maisha yako, ni lazima ubadilishe namna unavyojiona. Yaani namna unavyojiona ina umuhimu mkubwa katika maisha yako kuliko hatua unayoipiga kwenda kuyakaribia mabadiliko. Yaani mabadiliko yanahitaji zaidi kubadilika unavyojiona ili na yenyewe yaweze kutokea kwenye maisha. Yaani hakuna muujiza kwenye mabadiliko. Hakuna muujiza. Yaani vile utakavyojiona ndivyo ambavyo utachangia kubadilisha akili yako, kupeleka katika mabadiliko na mchakato mzima wa kuweza kupata mabadiliko mengine. Sasa badilisha unavyojiona. Yaani kama unajiona wa kawaida, anza kujiona kwamba ni strong. Kama unajiona kwamba ni wa chini, anza kujiona mtu wa juu. Kama unajiona maskini, anza kujiona mtu tajiri. Kama unajiona ni mtu wa kuishi maisha ya kawaida, anza kujiona ni mtu wa kuishi maisha ya kifahari. Anza kubadilika unavyojiona. Usijione wa kawaida. Ukijiona wa kawaida, utaendelea kuwa wa kawaida. Sasa unatamani mabadiliko, unatamani kutoka sehemu uliopo kwenda sehemu nyingine. Na pengine ndugu mtazamaji ambaye unanitazama, pengine unawishi kupata matokeo makubwa sana katika maisha yako. Pengine unawishi kuona mambo mengi mazuri yakitokea kwenye maisha yako. Pengine unawishi mwaka huu, unapomaliza mwaka huu upate matokeo makubwa sana, uone impact kubwa kwenye maisha yako. Lakini nataka nikwambie kitu kimoja, nikushauri kitu kimoja. Kama unataka hayo yote yaweze kutokea, yani kama unataka haya mambo yote, mabadiliko yaweze kutokea kwenye maisha yako, hakikisha ya kwamba anza kujiona wa tofauti ya leo. Yani kama ulikuwa unajiona wa kawaida jana, anza kujiona wa tofauti. Shida inayowakumba watu wengi sana, wanajiona wa kawaida kwa sababu ya maisha waliopitia. Pengine umezaliwa katika familia ya kimaskini sana,
pengine umezaliwa katika familia ambayo hawakuwahi hata kufanikisha mpango hata mmoja miongoni mwa mipango ulionayo. Sasa hali hiyo inakufanya kuendelea kujiona wewe ni wale wale. No, ondoka kwenye comfort zone, ondoka kwenye kujiona wa kawaida, anza kujiona tofauti. Yaani kadri unavyopambana kujiona wa tofauti ndivyo ambavyo unaweza kusababisha mabadiliko. Unamkumbuka mwana mpotevu ambaye alikuwa akijiona kawaida, baada ya kupotea akajiona kawaida, lakini siku ambapo alibadilisha anavyojiona, akaanza kujiona yeye mtoto wa mfalme, alifanikiwa akabadilisha maisha kabisa. Badilisha namna unavyojiona. Hakikisha ya kwamba unajiona ni mtu shujaa. Hakikisha ya kwamba unajiona ni mtu ambaye unaweza kufanikiwa. Hakikisha ya kwamba unajiona ni mtu ambaye umekuja duniani kwa kusudi maalum. Hakuna mtu yeyote ambaye amekuja duniani kupoteza muda. Hakuna mtu yeyote ambaye amekuja duniani kushindwa. Hakuna mtu ambaye amekuja duniani kuwa wa kawaida kawaida. Hakuna mtu ambaye amekuja duniani kudharaulika. Hakuna mtu ambaye amekuja duniani kuja kuishi maisha ya kimaskini siku zote. Hakuna mtu ambaye amekuja duniani kupitia tabu asifikie mafanikio. Kwa hiyo badilisha namna ambavyo unajiona. Ukijiona king utakuwa king, yaani ukijiona mfalme utakuwa mfalme, ukijiona ni mtumwa utakuwa mtumwa. Yaani badilisha namna unavyojiona ili uweze kuyakaribia mafanikio yako, ili uweze kupata mabadiliko katika maisha yako. Lazima uhakikishe kwamba unabadilisha namna unavyojiona. Usijione mdogo, jione ni mtu ambaye unaweza kusababisha mabadiliko katika jamii inayokuzunguka. Sasa ndugu mtazamaji, kuna mambo mengi sana ambayo unatamani yabadilike kwenye maisha yako. Kumbuka kuanza na kubadilika namna unavyojiona. Ukishakumbuka jambo hili, ukishalifanyia kazi, ukianza kujiona tofauti, ndipo ambapo mchakato mwingine unafuata. Ndipo unaweza kuingia katika kuanza kupanga malengo yako, ndipo unaweza kuingia katika kuanza kufuatilia malengo yako, ndipo unapoingia katika mchakato wa kuweza kubadilisha ratiba yako, namna ulivyokuenda. Lakini hakiwezi kubadilika kitu chochote kama endapo utashindwa kubadilisha namna unavyojiona. Hakuna mtu ambaye anaweza kuwa hivyo hivyo siku zote. Hakuna mtu aliyeshindikana. Hata hilo unaloshindwa linawezekana, lakini ili liwezekane, badilisha namna unavyojiona. Karibu sana Kikoti Motivation, tunakupenda sana. Hakikisha una like, hakikisha una comment, hakikisha una share nasi zaidi ili tuendelee kujifunza zaidi. Karibu sana.